'Tis the season to be jolly. Ni msimu wa Krismasi kwa mara nyingine. Mbwembwe na hanjam zinazidi kutanda kote, kila mmoja akijiunga na jamaa na marafiki ili kusherehekea sikukuu hii maarufu kote duniani. Krismasi ndiyo sherehe ya siku ya kuzaliwa iliyo maarufu zaidi duniani, sherehe ya siku ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Lakini umewahi kujiuliza kwa nini ikaitwa Krismasi? Neno Christmas, yani Christmas, linamaanisha Mass of Christ, ukipenda misa ya Kristo. Baadaye neno lilifupishwa kuwa Christmas, hatimaye kufupishwa zaidi kuwa Xmas. Xmas lilitumiwa kwa mara ya kwanza katika bara la Europa miaka 1500. Neno hili limetolewa kutoka kwa alfabeti ya lugha ya Kigiriki, ambapo X ni alfabeti ya kwanza ya jina la Kristo, yani Christus. Ndio maana ikaitwa Xmas. Walakin Kristo hakuzaliwa tarehe 25 Disemba vile inavyosherehekewa. Inasadikika kuwa tarehe hii inalingana na sherehe za kipagani za Waroma, zinazozingatiwa kwa heshima ya Saturnus, miungu wa Waroma, na Mithras, miungu wao wa mwangaza. Pia hiyo ni aina moja ya uabudu wa jua. Sherehe hizi zilifanyika punde tu baada ya siku iliyofupi zaidi katika msimu wa baridi kali, maarufu kama Winter Solstice. Ilikuwa ni kusherehekea mwisho wa msimu wa baridi na kama njia ya kutia moyo wakazi wa maeneo yaliyokumbwa na baridi wakati wa msimu huo. Inaaminika kuwa Yesu Kristo alizaliwa mwaka wa 6 BC mwezi wa Machi, japokuwa habari hizo hazina thibitisho kamili. Lakini kizingatiwa kuwa sherehe ya kuzaliwa kwake haikusherehekewa kwa miaka ya kwanza, ikiwa maarufu tu katika karne ya 19. Ni jambo la kushangaza kuwa siku ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo sio maarufu tu, bali ni sikukuu kubwa zaidi kote ulimwenguni, haswa ukikadiria idadi ya juu zaidi ya biashara zinazohusishwa nayo. On the first day of Christmas my true love gave to me. Sherehe zenyewe zinadumu kwa siku 12 kuanzia Disemba 25 hadi Januari 6. Hii inasabihiana na sherehe za siku 12 za muonekano wa jua baada ya majira ya baridi katika itikadi za kipagani za Waroma wa kale. Inasadikika kuwa Wakristo hapo kale katika enzi za utawala wa Kiroma walipamba nyumba zao kwa mti fulani ulioitwa Saturnalia Holy ili kuepuka mateso yaliyolenga wasiosherehekea sherehe za Saturnalia. Lakini Wakristo walipoongezeka walizibadilisha sherehe hizi na kuzifanya kuwa na mwelekeo wa Kikristo. Je, wajua kuwa awali tarehe 25 Disemba haikuwa sikukuu ya Krismasi kwa mujibu wa waumini wa kanisa la jadi? Hadithi ya Krismasi inaendelea.